Maimamu, sisi ni walimu. Kazi zetu za uimamu na ualimu zinatulazimisha kuifahamu zaka vizuri na kufahamu umuhimu wake kwenye jamii, na tusingeweza kuwa maimamu wala kuwa maustadhi wa madrasa kama tungekuwa hatuijui zaka. Kwa hiyo kikao chetu cha leo ni kikao cha kukumbushana, kubadilishana mawazo, kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na jambo hili, namna gani tutalifanya sisi liweze kutekelezeka kwenye jamii, na wala sio kuja kufundishana fiqhi ya zaka. Kama kuna masala ya fiqhi ya zaka tutakayoyajadili, tutayajadili kwa pamoja kwa ajili ya kujikumbusha na kuweka vizuri yale maalumati yetu ambayo nina uhakika kwamba mara chache sana tunapata fursa ya kuyafundisha maalumati haya kule tunakofanya kazi yetu, kwa sababu changamoto tuliyokuwa nayo siku zote tunawafundisha watoto wadogo. Mtoto akifikia darasa la 7 tumemkosa, na watu wanaokuja msikitini hawana muda wa kukaa kusikiliza darasa. Sasa shekhe anabaki anazungumza vitu vile vya msingi ambavyo wanaona kwamba ni vya hatari watu kuacha kuvijua, vingine kama zaka na mingine anayapa muda, mwisho wa siku anasahau baadhi ya ahkamu kwa sababu hapitipiti. Kwa hiyo ndio lengo la watu kukaa kama hivi, kukumbushana na sio kufundishana. Ndugu zangu, nimeandika baadhi ya maneno yanayohusu zaka, sio yote, na nimemtumia Sheikh Suleiman. Iko kwa lugha mbili, ya Kiarabu na Kiswahili. Sheikh atatuma kupitia njia ambazo mnawasiliana ili kuweza kujikumbusha haya tu ambayo tutayajadili hapa kwa pamoja. Kwa hiyo sikupenda hii igawanywe sasa hivi, kwa sababu tutashughulika na hii badala ya kujadiliana pamoja. Mimi naweza kusema jambo huko mkakosea, kwa sababu wewe umeshughulika huko, hautojua kwamba bwana akakosea, tumrekebishe. Kwa hiyo tuweni makini sote. Mimi ni mwenzenu, nazungumza kwa niaba yenu. Mimi nachokoza tu mada tuijadili. Pale nitakapokuwa nimeteleza msiache kunikumbusha, na ikitokea hata ule wakati wa maswali tukiulizana maswali, basi yale ninayoyajua mimi nitajibu, ambayo siyajui nitarudisha kwenu, anayejua atajibu. Tutaendelea. Hii ndio system au ndio uslubu wa darasa kama hizi, kwa maana hizi sio za kufundishana bali za kujadiliana. Zaka ina vitu ambavyo huwa tunavizungumza kila siku. Unapoanza kuzungumza mada yoyote ile, utaanza na taarifu. Taarifu hicho kitu ambacho unakizungumza. Kwa hiyo utazungumza katika hii tunazungumza zaka, kuna taarifu ya zaka ya kilugha na kisheria. Lakini mimi sidhani kama kuna haja kubwa sana ya kuzungumza kipengele hiki, bali nimekiandika tutaweza kujikumbusha. Lakini kitu kimoja tu ambacho ningependa kukigusia hapa kitaweza kutusaidia katika mjadala wetu ni mahusiano yaliyopo kati ya maana ya zaka ya kilugha na maana ya zaka ya kisheria. Neno zaka lilipochukuliwa kwenye lugha ya Kiarabu, yani sheria imechukua neno zaka kwenye lugha ya Kiarabu, ikaja ikalitumia neno hili kwenye sheria kwa maana ya ibada maalum. Kwa nini sheria isingechukua neno lolote jingine ikaja ikalitumia kwenye ibada hii ya zaka au ibada ya kutoa pesa, ikaamua sheria kuchukua neno zaka? Hapa ndipo tutakapokuja kuona mahusiano yaliyopo baina ya neno zaka kilugha na maana ya neno zaka kisheria.
kwa maana kwamba tunaposema zaka katika lugha anasema ni usafi, si ndio? Ni usafi au kustawi. Sasa ibada hii iliyoitwa zaka, ambayo zaka ina maana ya usafi na kustawi au kuongezeka, kuna mahusiano gani ibada hii na maana hii? Wanawachuoni wanasema kwamba ibada ya zaka inapotekelezwa kunatokea usafi. Usafi huu unatokea kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, mali yenyewe inayotolewa zaka inasafishika. Mali inasafishikaje? Katika masuala ya kibiashara, sisi ni wanadamu. Unaweza ukateleza ukakuta kwamba kuna kidude ulikifanya kwenye miamala yako ikawa hakikubaliki kisheria. Sio kwa makusudi, inawezekana ukafanya kwa bahati mbaya, ikawa kumeingia sehemu ya kitu ambacho si halali. Unapotoa zaka, maana yake unasafisha ule uchafu unaoingia kwenye chumo lako. Ndiyo maana ibada hii ikaitwa zaka, neno zaka ambalo lina maana ya usafi. Lakini pia tunafahamu kwamba mwanadamu katika maumbile yake ameumbwa kuwa bakhili. Mwanadamu yoyote ni bakhili. Tunazidiana viwango. Kuna wengine wanafanya ubakhili sehemu ambayo haihitaji ubakhili. Lakini kibinadamu ubakhili upo. Kwa maana kila mmoja hayuko radhi kutoa kitu chake kiholela. Huu ndio ubakhili. Lakini kukiwa na sababu ya kutoa, yule ambaye sasa ana imani ubakhili wa kutoa sehemu ambayo kuna sababu ya kutoa anakuwa hana. Mwingine anaendelea na ubakhili wake hata kama kuna sababu ya msingi. Lakini kiasili ubakhili upo. Sasa mtu anapotoa zaka anaisafisha nafsi yake kutokana na hii tabia ya ubakhili ambayo ameumbwa nayo. Haya maumbile anapambana nayo kwa kuyapunguza nguvu, kuizoesha nafsi yake kuweza kuzoea kutoa kitu ambacho ni chake. Hakuna jambo gumu ndugu zangu kama mtu kutoa mali ulioitolea jasho, unampa mtu alafu hutarajii kwa mtu huyo kukupa kitu kingine. Huu ni ubinadamu, ndivyo ulivyo. Na ndio maana unakuta tunapiga kelele sana kwenye mimbari, watu wamekuwa mabakhili. Kutoa pesa ndugu zangu katika sehemu ambayo hutarajii kupata kitu kwa watu ni ngumu sana. Kwa hiyo ukimuona mtu anatoa mali yake katika maeneo kama haya, basi jua huyo mtu ana imani kubwa sana. Na ukiangalia katika ibada ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimbashiria mtu pepo ya moja kwa moja, na akamubashiria kwamba dhambi yoyote atakayoifanya haitomdhuru, ni ibada iliyohusu pesa. Uthman bin Affan alivyotoa mali zile nyingi katika Ghazwatul Usra, ambapo alitoa mali za kuandaa jeshi kamili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Uthman, akiwaelekeza na maswahaba wote, akasema ma yadhurru Uthman ma faala ba'da al-yawm, hakuna kitakachomdhuru Uthman atakachokifanya baada ya leo hii kutoa mali hizi. Kwa sababu gani? Mali si kitu cha mzaha katika nafsi ya mtu. Ukimwona mtu anaitoa mali kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, basi jua mtu huyo yuko madhubuti sana. Hii ndiyo alaka, lakini inaendelea alaka hii. Mali inasafisha hasadi zilizomo kwa wale maskini ambao hawana mali, kwa kuwaangalia watu wenye mali. Maskini ambaye hata chakula chake cha siku hana uhakika nacho, anaweza akaamka mpaka akalala, yeye na watoto wake hawana chakula, halafu anamuona mtu anaendesha gari ya milioni 600 barabarani. Kibinadamu lazima moyo utaguswa na kitu. Zaka inapotolewa, hivi vihasadi vilivyomo kwenye mioyo yetu sisi maskini vinafutika. Kwa sababu gani? Kunajengeka mapenzi.
baina yetu sisi na wale matajiri wanaotupa zaka. Kwa sababu unajua hata kama utamuona anaendesha gari ya milioni 800, lakini jana tu ulipokea zaka kutoka kwao, wewe utachukia ukimuona anaendesha gari? Lakini kama zaka haitoki, hasadi zile zinabaki. Kwa hiyo ukiangalia zaka kwa maana yake ile ya usafishaji na ustawi, inaingia moja kwa moja kwenye jamii, inatusafisha sote. Ama kustawi ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haipunguzi mali kitu chochote, hakuna mali inayopungua. Japokuwa dhahiri ni kwamba mali inapungua, si unatoa bwana, tena unatoa hutarajii kwamba kuna faida, unatoa ndio imeenda. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ametubashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe aliyowaumba kuna viumbe wawili, malaika hawa ambao kazi yao mmoja anamuombea anayetoa, mmoja anamuombea asiyetoa. Sasa wewe fikiria, Allah ametuambia sisi pamoja na madhambi yetu na korokoro zetu, lakini amesema ombeni mtawajibu. Sasa kiumbe hiki kimeumbwa maalum kwa ajili ya kumuomba Allah kwa ajili ya watu fulani. Sasa Allah amuumbe malaika kwa ajili ya kuomba dua, alafu amkatalie, anamkataliaje? Malaika anasema Allahumma a'ti munfikan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe anayetoa badala ya alichokitoa au ziada ya kile alichokitoa. Na mwingine anamuombea asiyetoa maangamizi katika mali yake. Sasa unapotoa unahisi kama vile kimepungua, lakini kiuhalisia ni kwamba una nafasi kubwa sana ya mali yako kuongezeka kwa sababu ya dua za malaika ambao wameumbwa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Na aya na hadithi zipo nyingi zinazoonyesha kwamba mtu anapotoa hapotezi, kwa sababu kutoa Allah amekuita kwamba ni ukopeshaji, tunamkopesha yeye. Wewe leo aje mtu katika wafanyabiashara unaowajua hapa Tanzania, wafanyabiashara wakubwa, akwambie nikopeshe milioni 1 bwana, nimefikwa na shida, na unamjua ni huyo bwana fulani, wewe utakuwa na wasiwasi wa kumkopesha? Hauna, kwa sababu una uhakika pesa yako itarudi, na sio kurudi tu. Ndani ya nafsi yako huombi riba, lakini una matarajio kwamba huyu bwana hawezi kunilipa ili lazima ataniongezea. Kwa sababu gani? Yeye mpaka kuja kuomba mkopo kwako kwa kibinadamu ni kwamba amefikwa na shida sehemu ambayo hana jinsi. Wewe ukimuokoa utakuwa umemfanyia jambo ambalo hana njia ya kukushukuru zaidi ya kukupa zaidi. Sasa huyu Allah katupa yeye riziki, alafu anatuambia nikopesheni. Tena sio nikopesheni tu, nikopesheni na mimi nitawalipa ziada nyingi. Yani tayari kuna ahadi. Sasa unapotoa zaka, unapotoa sadaka, vyote hivi vitu vinastawisha mali yako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badala. Huo ni uhusiano wa taarifu ya zaka katika lugha na taarifu ya zaka katika sheria. Sasa tutagusa yale mambo ya msingi sasa yanayohusu zaka, japokuwa pia hatutayagusa kwa undani sana, ila kuna baadhi ya maeneo tutajadiliana sana. Lakini hivi tunavyogusa sasa hivi kama tunaweka msingi wa majadiliano yetu. Zaka ina maeneo maalum, kwa maana mali maalum zinazotolewa zaka. Sio kila mali inatolewa zaka. Na hizi mali, kuna mali ambazo wanawazuoni wote wamekubaliana bila ikhtilafu kwamba hizi zinatolewa zaka. Halafu ziko mali ambazo wanawazuoni wamekhtalifiana. Sasa sisi tutaje zile kwanza walizoafikiana, alafu muda ukituruhusu tunaweza tukajadiliana katika zile ambazo wamekhtalifiana. Mali ambazo ni wajibu kutolewa zaka ambazo wamekubaliana wanawazuoni wote ni sampuli 4. Kama nitakosea mtanirekebisha.
Kwanza kabisa kuna kitu au kuna mali inaitwa an-naqdani, lugha ya kisheria ni dhahabu na fedha. Kwa pamoja hizi zinaitwa an-naqdan. Nakdi ni pesa inayotumika kwenye kutilia thamani vitu vingine. Sasa dhahabu na fedha ndivyo vitu ambavyo vilikuwa vinatumika tokea enzi hizo kutilia thamani vitu vingine. Ukitaka kujua thamani ya nyumba yako, unauliza nyumba hii ni sawa na gramu ngapi za dhahabu au ni sawa na gramu ngapi za fedha. Ukiambiwa ndio utaijua thamani ya nyumba yako. Kabla hujajua kwamba nyumba yako ni sawa na gramu ngapi za dhahabu, manake huijui thamani yake. Kama ambavyo leo ukitaka kujua thamani ya kitu unauliza shilingi ngapi. Ukiwa na simu yako, ili uijue thamani yake lazima ujue kwamba hii ni shilingi ngapi hii simu. Kwa hiyo shilingi hizi pesa tunazotumia zimekuja kufanya kazi ya dhahabu na fedha. Kazi hii mwenyewe ni dhahabu na fedha, ndio maana zikaitwa an-naqdani, nakdi mbili. Hiyo ni aina ya kwanza ya mali ambazo zinatolewa, ni wajibu kutolewa zaka kwa yule mtu ambaye atakuwa anazimiliki na zikakamilisha masharti ya kisheria ya kuwajibisha zaka. Aina ya pili ni urudu tijara, bidhaa zilizoandaliwa kwa ajili ya biashara, au tuseme tu biashara. Katika mali ambazo zinatolewa zaka au zina wajibu wa kutolewa zaka ni biashara. Urudu tijara, wanasema wanawachuoni, ni mali yoyote iliyoandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Hapa kwenye urudu tijara zinaingia mali zote za halali, kwa sababu ukiangalia hiki kipengele tulichonacho inatuambia aina za mali zinazotolewa zaka, kwa maana ziko aina ambazo hazina wajibu wa kutolewa zaka. Lakini kwa kipengele cha biashara hakuna mali inayopona na zaka. Hili jambo liomba likae wazi. Tukisema zaka ya kitu fulani, maana yake tunakusudia kile unachokimiliki kina wajibu wa kutolewa zaka. Ukimiliki dhahabu, umeifanyia biashara, hukuifanyia biashara, unatakiwa kuitolea zaka kama masharti yatakamilika. Sawa eh? Lakini ukimiliki nazi, tunasema nazi kwa kuzimiliki tu hauna wajibu wa kutoa zaka, kwa sababu nazi si katika mali za zaka. Lakini je, ukiuza nazi itabidi utoe zaka ya kuuza nazi ya biashara. Sawa jamani? Ukiwa una mahindi, wewe una wajibu wa kutoa zaka ya mahindi. Ukiwa na machungwa, wewe huna zaka ya machungwa. Lakini ukifanya biashara ya machungwa, utawajibika kutoa zaka ya machungwa au zaka ya biashara ya machungwa. Kwa hiyo kipengele cha zaka ya biashara kinakusanya mali zote ambazo ni za halali, zinaingia katika kipengele hiki, isipokuwa tu ujue kwamba zaka yake inatolewa wakati gani. Ni pale ambapo machungwa ulionayo ni kwa ajili ya biashara, unayauza. Lakini kama una machungwa yako shamba, wewe unakula tu na kutoa zawadi kwa marafiki zako, wewe huna zaka. Lakini kama una mahindi shamba, unauza, huuzi, ukishavuna lazima upige hesabu utoe zaka ya mahindi. Mahindi ni katika mali za zaka. Hapa ndio kwenye tofauti ya mali ya zaka na ile isiyokuwa na zaka. Lakini alafu unakuja kwenye mali ya biashara ambayo sasa hii inakusanya vitu vyote. Tutaona huko mbele kuna baadhi ya vitu ambavyo ni mali na vinawapa watu pesa nyingi, lakini
wanawachuoni wa Kiislamu wasema havina zaka, kwa sababu sio mali za zaka mpaka pale vitakapoingia kwenye kipengele hiki cha biashara. Hiyo ni aina ya pili ya mali ambazo zinapaswa kutolewa zaka. Aina ya tatu ni mazao, alhububu wa thimar, mazao, nafaka na matunda. Nafaka na matunda, kama tulivyotoa mfano wa mahindi, choroko, maharage. Lakini kwa sababu mazao ni mengi na kuna mengine yana zaka, mengine hayana zaka, wanaochuoni wameweka kitu kidhibiti, wameweka kidhibiti cha kuweza kufahamisha kwamba zao hili ni la zaka ama sio la zaka. Kidhibiti walichokiweka kwa kuangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna vitu viwili ambavyo vinatakiwa viangaliwe katika kila zao. Zao kwanza liwe ni chakula cha wanadamu, chakula cha msingi cha wanadamu. Kwa maana mtu anaweza kuishi kwa kula chakula hicho. Hiyo sharti la kwanza. Lakini chakula chenyewe hicho ambacho kinaliwa na mwanadamu kiwe kinaweza kuwekeka akiba. Na kuwekeka akiba, yani ni kuwekeka akiba kwa katika hali ya kawaida ya kimaumbile yake kwa muda usiopungua mwaka mmoja. Kwamba kuna zao ni chakula cha mwanadamu na hilo zao lina uwezo lenyewe kukaa mwaka mzima, mtu akala hilo mwaka mzima anaendelea kula. Kwa mfano mahindi, choroko, maharage, swala la kwamba yamegongwa na wadudu, hii habari nyingine. Pengine umekuwa mzembe kwenye kuhifadhi, lakini kwa kawaida mahindi kuhifadhi vizuri yanakaa zaidi ya mwaka, si ndio? Lakini kunaweza kukawa na mazao watu wanaweza kula na watu wakaishi, lakini hayawezi kukaa hata siku 5, si ndio? Na hii ndio hali ya matunda mengi. Matunda mengi hayana uwezo wa kukaa muda mrefu. Hata kama leo hii kwa teknolojia watu waliokuwa nayo tunaweza tukayahifadhi, tunaweza tukahifadhi zabibu kwa mfano. Sasa hapo Kiswahili ndio kinatuchanganya. Kuna tofauti ya zabibu na inab katika lugha ya Kiarabu, lakini Kiswahili zote ni zabibu. Inab ni zile tunazokula zikiwa mbichi, zikiwa bado hazijakaushwa. Zile ukisema kwamba unaweza ukaziweka zikabaki na ubichi wake vile vile mwaka mzima, bado zaka itakuwa sio lazima. Sawa Kwa sababu ukizitoa tu zikakaa katika hali ya kawaida zinaoza. Lakini zile ambazo zimekaushwa, zabibu ambazo zimeshakaushwa, zile zinaweza kukaa hata miaka 2, si ndio? Zile ndizo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizozitaja katika mali za zaka. Sasa hapa wewe utajaribu kufananisha mazao uliyokuwa nayo, sio lazima yawe yalikuwepo wakati wa Mtume. Kwani wakati wa Mtume kulikuwa na njugu mawe? Sijui. Lakini njugu mawe ni chakula, si chakula? Kinaweza kukaa mwaka mzima. Kwa hiyo anayelima njugu mawe anatakiwa kutoa zaka. Maharage, choroko, mtama, uwele, vyote hivi vinaingia katika mali za zaka hata kama havikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hicho ndio kidhibiti tunatakiwa tukiangalie na tufanye kiasi ya mazao tuliyokuwa nayo. Korosho ni mali ya zaka au sio mali ya zaka? Kwa kidhibiti hicho. Sheikh anasema mali ya zaka. Nani anapinga? Naam? Choro nini korosho? Sio bibo. Kuna bibo na korosho. Mimi nasema korosho. Korosho ni mali ya zaka au sio mali ya zaka? Kwa kuangalia kidhibiti hiki. Mali ya zaka. Kwa hiyo makonde inabidi watoe zaka. Wapo hapo. Hayo. Mali aina ya 4 ni bahimatul an'am, wanyama. Tunapotaja an'am katika lugha ya kisheria tunakusudia wanyama wa sampuli 4 tu. Ni ngamia, ng'ombe,
mbuzi na kondoo. Hawa ndio wanyama ambao ni wanyama wa zaka. Sasa ukienda kuchukua digidigi huko ukaja ukawafuga nyumbani kwako, wewe utatoa tu sadaka. Au wale wanaofuga sungura, hakuna zaka ya sungura. Hata ungekuwa nao milioni, wewe utatoa tu. Na hizi ndio mali ambazo zinaingia ikhtilafu kidogo. Baadhi ya wanachuoni wanaangalia kila kinachomletea mtu utajiri wanakiingiza kwenye zaka. Ndio utasikia watu wanajadili zaka ya asali, sijui zaka sijui ya mshahara, sijui zaka ya nini. Yaani kuna mali ambazo ni mukhtalafu fihi, zipo nyingi, na wanaochuoni hao wanaoziingiza kwenye zaka wanaziangalia katika upande wa utajiri. Sasa mtu wewe una sungura milioni, una sungura 10,000. Sungura moja unauza shilingi ngapi siku hizi? Nasikia wana hela sana. Maana yake wewe utapata. Sasa wale wanaosema sungura wale wanaosema sungura si mali ya zaka, sio kwa maana wanaiondoa zaka moja kwa moja kwa sungura, inabaki zaka ya biashara. Si utakuwa unauza, utaingia kwenye zaka katika kipengele kingine. Kwa hiyo mali ya 4 ni hiyo, wanyama. Wanyama ambao wanafugwa na wanadamu, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Nafikiri hii zaka za mazao na zaka za wanyama hizi, mashekhe mtabidi tu mrudi kwenye vitabu kuangalia vile, kwa sababu viwango vyake havina shida. Hizi hazina shida sana. Shida iko kwenye biashara ambayo ndio mjadala wetu utajikita kwenye kipengele hicho. Lakini kuna aina ya 5 ambayo mimi nilisema 4, hizi kwa 5. Kuna rikazi. Ar-rikazi wal maadin. Rikazi na madini. Rikazi haina shida, watu wamekubaliana. Rikazi ni mali ambayo imeokotwa kwenye ardhi ambayo ilikuwa inamilikiwa na wasiokuwa Waislamu, tena wenyewe hawapo. Sio ukaenda kwa mashamba ya watu ya wasiokuwa Waislamu ukaenda ukachimba huko, wenyewe wapo. Hapana, utakuwa hiyo unaiba sasa. Lakini hawapo, wenyewe wameondoka, ardhi imekaa tu haina mwenyewe. Wewe ukaenda katika kuiendeleza, unachimba kwa kukutana na makasha ya dhahabu, hiyo inaitwa rikazi. Nayo hiyo pia ina zaka. Sasa rikazi inaweza ikawa mali yoyote utakayokuta hapo, inabidi uitoleza. Lakini madini ambayo watu wamekubaliana kwa 100% ni madini ya dhahabu na fedha, ambayo tumetaja kule juu na bidani, hiyo yako pembeni. Madini mengine, kundi kubwa la wanawachuoni wanasema madini mengine hayana zaka kama madini, lakini wengine wameyaingiza kwamba madini nayo yana zaka kama ilivyo dhahabu na fedha, kwa sababu madini ni vitu vya thamani na watu wakivipata wanapata mapesa mengi, kwa hiyo watoe. Wanatoaje? Wengine wameziunganisha na kiwango cha dhahabu na fedha, wengine wameziunganisha na kiwango cha rikazi. Sasa ikiwa ni upande wa rikazi, maana hakuna kiwango maalum, utakachokipata unatoa zaka. Wakiipeleka kwenye dhahabu na fedha, maana mpaka hayo madini uliyoyapata yao yamefikia kiwango kile cha zaka cha dhahabu ama fedha, ndio utatoa zaka. Haya nayo vile vile katika mambo ambayo ni mukhtalafu fihi, ambayo tunaweza tukayasoma kwenye vitabu tukaangalia maneno ya wanachuoni. Lakini nimeandika baadhi ya maneno ambayo nimeyachukua kwa wanachuoni, mtayasoma, mtaona mukhtasari wa hiyo ikhtilafu na hukumu yake. Kipengele kinachofuata ni masharti ya kutoa zaka. Kuna masharti katika ibada zote tunavyofahamu. Uislamu haulazimishi ibada tu hivi hivi. Kuna masharti lazima yakamilike ili Muislamu awe na wajibu wa kutoa zaka. Kuna masharti lazima yakamilike. Sharti la kwanza linahusu mali ile ya kutolewa zaka.
lazima iwe imefikia kiwango. Mtu anafuga, lazima hiyo mifugo yake iwe imefikia kiwango. Tumesema mifugo ni ngamia, mbuzi, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ngamia kiwango chake ni ngamia wangapi? Shirikiana. Ngamia kiwango chake ni wangapi? Yaani ukiwa na ngamia wangapi una wajibu wa kutoa zaka? 5. Naam. Sasa lazima au ngamia wao wamefikia 5 ndio wewe utakuwa na wajibu wa kutoa zaka. Hilo sharti la kwanza. Kama una ngamia wako 4, 3, wewe bado huna wajibu wa kutoa zaka. Ng'ombe 30. Ng'ombe mpaka wafike 30. Na hapa ndipo utakapoona huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Na kwamba zaka kweli inatakiwa kutolewa na mtu ambaye ni tajiri. Utajiri hapa tuzungumzie utajiri ule wa viwanda na nini, utajiri wa kujitosheleza. Mtu ambaye ana ng'ombe zake 5, 6, 10, huyo Uislamu bado unamhesabu huyu ni maskini. Hivi ving'ombe vyake vinamfaa yeye tu mwenyewe. Hatakiwi tena kushughulika na watu wengine. Labda yeye mwenyewe ajilazimishe kwa maana ya kutoa sadaka. Tunaelewana? Lakini akishafikisha ng'ombe 30, sasa huyo mtu anajitosheleza na kingine kinabaki. Sasa changia kupunguza matatizo kwa watu wengine. Sasa hapo ndio wajibu wa zaka. Lakini bado kuna huruma tena ya Allah katika kipengele hicho hicho. Hao ng'ombe 30 wakifikia idadi ya 30, sio kwamba hapo anza kutoa zaka, wakae mwaka mzima bila kupungua 30. Ndio hapo unaanza kutoa zaka. Maana yake ule utajiri umesimama vizuri, umestaki. Kwa sababu mtu anaweza akanusa tu 30, baada ya siku 2-3 anadaiwa ada ya watoto wake, akauza ng'ombe 5 akaenda akalipa ada, wameshashuka. Wewe bado mpaka hiyo 30 pamoja na mambo mengine unafanya, unauza, unakula, lakini bado hawapungui 30. Wewe tajiri. Changia sasa kupunguza matatizo kwenye jamii ya Waislamu. Kwa hiyo sharti la kwanza ni kufikia kiwango. Mali zote tulizozitaja, dhahabu na fedha, kiwango cha dhahabu ni gramu ngapi? Vuteni mashaka. Najua zaka tuisomeshi sana, so hatuna wanafunzi wa kusomesha zaka. Gramu 85. Dhahabu kiwango chake ni gramu 85. Ukiwa unamiliki dhahabu zikafikia gramu 85 na ukaweza kubaki nazo ndani ya gramu hizo 85 kiasi cha mwaka mzima, wewe tajiri. Ungekuwa si tajiri ungekuwa ushaziuza hizo. Si ndio? Kwa maana maisha yanaenda na ndani una dhahabu gramu 85 na huigusi, wewe tajiri. Inabidi utoe zaka. Sawa eh? Fedha gramu 950, 595. Mtu ambaye anamiliki madini ya fedha yaliyofikia gramu 595, huyo mtu tayari anahesabiwa ni tajiri. Hapa kidogo sasa hivi kuna mushkeli mkubwa wanaochuona wanasuguana hapa kwenye kiwango cha fedha. Tutazungumza huko mbele. Sharti la pili. Sharti la kwanza ni kiwango. Sharti la pili ni kuzungukiwa na mwaka. Hiyo mali ulionayo ambayo imefikia kiwango inatakiwa kuzungukiwa na mwaka. Lakini sharti la kuzungukiwa na mwaka liko kwenye dhahabu, fedha, wanyama. Sawa eh? Na biashara. Lakini kwenye kilimo, kwenye mazao ya kilimo na kwenye rikazi na kwenye madini, hii haiingiliwi na kipengele cha kuzungukiwa na mwaka. Kwa maana ukivuna tu unatakiwa kutoa zaka ya watu pale. Waatu hakahu yauma hasada. Toeni haki yake siku ya kuvuna. Kishavuna ukimaliza utoe haki yake. Uweze uambie kwamba ukae nayo hayo mahindi mwaka mzima. Sijataisha. Utaanza kulima tena. Kwa hiyo mali ambazo zina sharti la
Kuzungukiwa na mwaka ni hizo tulizozitaja na wala haingii na tuko, hiyo ni sharti ya pili. Dhahabu, fedha, biashara na wanyama. Wanyama pia ukiwa nao, wakishafikia kiwango wakae mwaka mzima. Sharti la tatu, almilku tam, ni umiliki uliokamilika. Kwa maana kwamba mali unayo na iko mkononi kwako, unaweza kufanya chochote kwenye mali yako. Unaweza ukawa na mali lakini ikawa mali haiko mkononi mwako, bado hauja kuwa na uwezo wa kuitumia. Hii umiliki huu unaitwa milki ghair tam, na mtu akiwa anamiliki namna hiyo, huyo atakuwa bado hajapata sharti la kutoa zaka. Tutoe mfano wa karibu na haraka haraka ambao unaweza ukaeleweka kirahisi. Ni mtu kuwa ana madeni kwa watu, yani yeye amekopesha watu. Tutaona huko zaka ya madeni inakuaje, lakini kutoa tu mfano, mtu amemkopesha mtu, aliyemkopesha ni mtu wa kawaida, ambapo yeye mwenyewe aliyekopesha hana uhakika kwamba pesa yake atalipwa, na kama atalipwa lini. Ingawa deni linatakiwa liwe na muda, lakini pamoja na huo muda, lakini kwa mtu mwenyewe ninavyomuona, sina uhakika kwamba nitalipwa lini. Hii ni mali yako, lakini wewe huna uwezo wa kuitumia kwa sababu iko kwa mtu ambaye huna uhakika kwamba ataileta lini na ataileta wakati gani. Hii ni mali lakini huna umiliki uliokamilika kwake. Lakini pia mali ambayo mtu anaimiliki lakini iko nje ya tasarrufi yake ni mali ambayo wewe tayari umeinunua lakini hujakabidhiwa. Hii pia ni mali ambayo unaimiliki lakini umiliki sio timamu, sio kamilifu. Kwa mfano, umesikia nyumba inauzwa, umekwenda umeinunua nyumba, umelipa pesa benki ni kila kitu. Hapa sheria inasema wewe tayari unamiliki ile nyumba, lakini aliyekuuzia nyumba anakuambia bwana, nipe mwezi mmoja nitakuja kukabidhi nyumba yako. Kwa hiyo hati za nyumba bado anazo yeye mwenyewe, funguo za nyumba bado, pengine atakukaa bado anakaa yeye mwenyewe. Anakwambia baada ya mwezi mmoja nje nikukabidhi nyumba yako. Kipindi kile kama unapiga hesabu zako za zaka, ile nyumba huiingizi kwenye zaka. Kwa sababu gani? Haina umiliki uliokamilika kwako. Kitu tunaelewana jamani? Naam, sasa tunaingia huo kama utangulizi wa mambo muhimu katika zaka, lakini natarajia kwamba mambo mengi tutayazungumza pamoja. Tunaingia kwenye ahkam urud at-tijara, zaka ya biashara. Huku mara nyingi ikizungumzwa zaka ya biashara inachukua nafasi kubwa sana, na zaka ya biashara ndio ambayo ina mambo mengi sana ambayo tunapaswa kuwa tunayapitia mara kwa mara ili yasitutoke, kwa sababu ukiacha tu kidogo yanaweza yakapotea. Kwanza, mali ya biashara ni mali ya aina gani? Japokuwa tumegusa kule nyuma kidogo, lakini hapa tupajadili vizuri. Ni mali yoyote iliyomilikiwa na mtu kwa lengo la kuiuza. Yaani kama umemiliki kwa kutafuta, kwa kuinunua au kwa kufanyaje, lakini siku ulipoimiliki ukaiweka sokoni unaiuza, hii inaitwa mali ya biashara. Hii ina wajibu wa kutolewa zaka. Ina wajibu wa kutolewa zaka ikiwa thamani yake imefikia kiwango, halafu ikakaa ndani ya kiwango hicho kwa muda wa mwaka mzima bila kushuka thamani yake, yani bila kushuka kile kiwango. Hii mali unatakiwa kuitolea zaka. Sasa hii mali haijalishi ni nini, ni nyumba, ni gari, ni shamba, chochote kile.
ambacho unakiuza. Hili neno unakiuza ili tuliangalie vizuri, kwa sababu kuna tofauti ya mali zinazouzwa. Wanasema katika mali zinazouzwa zinagawanyika sehemu mbili. Wanasema kuna amwalu tijara almudayyara na kuna amwalu tijara almusaddara au almutarabbis. Kuna mali za biashara ambazo zinazunguka kila siku. Kwa mfano, mtu akifungua duka, maana kila siku yananunua na kuuza, ananunua na kuuza, ananunua na kuuza. Mwaka mzima kazi yake ni hiyo. Hii inaitwa tijara mudayyara. Lakini kuna tijara mutarabbisa, ni ile biashara ambayo unanunua kitu, unakiweka ndani, unasubiri bei ipande kidogo ili uuze. Lakini lengo lako tokea siku unaimiliki, lengo lako ni kuuza, lakini siuzi sasa hivi, nasubiri bei ipande kidogo alafu ndio nitauza. Hizi zote zinaitwa mali za biashara, na wanawachuoni wamekhtalifiana kidogo katika hukumu zake. Lakini kabla hatujataja hiyo ikhtilafu, tuendelee kwanza kupata maelezo ya biashara. Kiwango, tulisema kwamba sharti ya zaka, moja katika masharti ya zaka ni biashara kufikia kiwango cha zaka. Katika mali zote za zaka zina viwango vyake. Wanyama wana viwango vyao, ukiangalia hata wanyama wenyewe wametofautiana viwango. Ngamia wana kiwango chao, ng'ombe wana kiwango chao, mbuzi na kondoo wana kiwango chao. Dhahabu ina kiwango chake, fedha ina kiwango chake. Lakini biashara haina kiwango chake yenyewe. Biashara inachukua kiwango kutoka kwenye fedha ama dhahabu. Huko ndiko biashara inakochukua kiwango. Kwa hiyo mfanyabiashara uko huru. Biashara yako unaipima kwa nini baina ya dhahabu na fedha? Kwa maana kwamba biashara yako thamani yake ikiwa sawa na kile kiwango cha gramu 85 za dhahabu, hiyo biashara tayari imefikia kiwango cha kutolewa zaka. Au biashara yako thamani yake ni sawa na gramu 595 za fedha, biashara yako imefikia kiwango cha kutolewa zaka. Kwa hiyo utachukua kiwango ima kwenye dhahabu ama kwenye fedha. Hapa sasa kuna mzozo, na mzozo huu sasa hivi sio mdogo. Mzozo ni mkubwa sana sasa hivi, yani kila siku unakuwa. Jamhuri ya wanawachuoni, kundi kubwa la wanawachuoni, hasa wale wa zamani, wao msimamo wao, kitakachoangaliwa, kitakachotumika kupima biashara ni kile ambacho maslahi ya maskini yatakuwa makubwa pale tutakapokitumia hicho. Na siku zote maslahi ya maskini yako katika kile ambacho thamani yake iko chini baina ya dhahabu na fedha. Yoyote ambayo thamani yake itakuwa iko chini ya mwenzake, hicho ndio chenye maslahi kwa maskini. Kwa hiyo katika biashara tutazipima ima kwa dhahabu au kwa fedha, mmoja wapo kile kitakachokuwa chini ya mwenzake katika thamani. Hii ndio kauli ya msimamo wa jamhuri ya wanawazuoni. Kwa nini wanasema hivi? Maslahi ya maskini yanapatikanaje? Maslahi ya maskini yanapatikana kwa watu wa zaka kuwa wengi.